Yes bana, unaambiwa hii ni maajabu. Inamaanisha nini? Msimu mmoja makocha watano wameondoshwa katika klabu ya Young Africans, na jana mara baada pia ya mchezo wa KMC Yanga wametoa taarifa kwa umma kuachana na Pedro Gonçalves. Niko na huni wasaa mzuri wa kuzungumza na mzee wa Black and White Lugano Israel, atupe utondoti namna ambavyo mambo yanatakiwa kuwa, kwa maana ya kwamba inawezekana vipi, kwa nini Pedro kwanza umemfukuza, alistahili ama ni mtu ameangushiwa zigo la lawama? Lakini katika hii hali ya msimu mmoja makocha watano, Young Africans wapo katika hali gani? Kuna shida ndani ya uongozi ama ni kitu gani? Lugano, uko vizuri? Niko vizuri na namshukuru Mungu kwa kunipa uhai, afya na tunaendelea kuishi, ni jambo la kumshukuru Mungu. Kwema? Ni kwema kabisa. Tuanzie hapa bwana. Jana tumeona taarifa kwa umma, Young Africans wameachana na Pedro Gonçalves. Ni mwishoni mwa msimu kabisa, lakini tuanzie kwa maana ya kwamba alistahili kuondoshwa ama ni mzigo wa lawama tu ameamua tu awekewe kama ambavyo tumeweza kushuhudia? Mimi nadhani Yanga sijajua hata wanakitaka kitu gani. Kwa sababu sioni sababu ya Pedro Gonçalves kuondolewa wakati huu. Of course watu wengine, mfano nikiwepo mimi, hata kabla ajawa mwajiriwa rasmi wa Yanga, wakati zikizungumza tetesi kwamba Yanga wanataka kumwajiri Gonçalves, mimi binafsi nilipinga, nikasema sio type ya timu kama Yanga kwenda kuipa mafanikio Yanga kwa sasa, kwa sababu ya kariba yake na timu ambazo walikuwa wanafundisha timu za taifa. Ukiangalia ni watu wa mwanzo kabisa, bila shaka na mimi nakumbuka tulizungumza kabla wenyewe hawajampa hata mkataba, wenyewe ni tetesi nazungumzwa, siko kwenye mazungumzo, kuangalia maprofile yake akasema huyu ni mchezaji, ni kocha mzuri, lakini sio kwa level ya Yanga atoke kwenye timu za taifa ajafundisha timu za Yanga. Si unaelewa? Nazungumza hivyo kwa sababu gani? Mpaka sasa sababu za Yanga kumfukuza Pedro Gonçalves hawezi kuziandika na hawajaziandika. Unajua kuna wakati ambapo ukimfukuza mkeo sawa nyumbani, ukimfukuza mkeo nyumbani unakuwa na sababu za kuiambia hata jamii kwa nini nimemfukuza. Lakini ukimfukuza mkeo bila sababu zozote ambazo jamii inaweza kukuelewa, kwanza wanaweza kukuona kama wewe kama azimu, watu hawakuelewi kwa nini umemfukuza. Lakini nakumbuka kuna kikao kilikayo wakazungumza kwamba kuna namna kwenye masuala ya mifumo, muundo wa uchezaji kama hayuko sawa, haendani na klabu ya Yanga, kama unakumbuka vizuri. Nalikumbuka na hoja hizo kwangu ni dhaifu, unajua mimi nasema hoja dhaifu, kwa sababu ukisema mifumo ya Yanga haiendani na kocha, yani kocha haendani na mifumo ya Yanga. Yanga kwanza na mifumo gani ambayo wao wanaendana nayo? Direct football. Kama direct football ndo walikuwa anacheza, na alikuwa anacheza hybrid football, si ndio? Kwa sababu unacheza pasi fupi, then ukiona kuna nafasi unapiga mipira mirefu unaenda kushambulia, ni hybrid. Yanga wanatumia mfumo gani? Lakini ukiniambia kwamba Yanga wanasema kocha aendane na mifumo yao, aliyeenda kumwajiri huyu kocha ni nani? Kwanza huyo ndio unatakiwa aanze kuwajibika. Aliyeenda kufanya nini? Kumwajiri kocha. Yani sijui ni nani ambaye kamwajiri huyu kocha. Nisikize basi, sikiza basi hoja. Sikiza basi hoja. Aliyeenda kumwajiri kocha ni nani? Kama ni kamati, hiyo kamati haifai. Kama kuna mtu alienda kumwajiri nani? Kocha wa Yanga. Kama ni kamati hiyo inatakiwa ivunjwe, haifai. Kama ni kiongozi mmoja alienda kumwajiri kumwajiri yeye ni kwa nguvu zake mwenyewe, akaenda kumwajiri kocha Pedro Gonçalves, akasema bwana njoo ufanye kazi Yanga, hiyo kazi aachane nayo, haimfai. Kwa sababu gani? Haiwezekani ukaenda kumwajiri mtu ambaye umjue anakuja kufanya kazi gani na yeye ana uwezo gani wa kufanya hiyo kazi. Si kama nielewa vizuri. Kwa sababu hata kipindi hiki wanamuondoa Pedro Gonçalves hajafungwa. Kwani Yanga iliandikiwa kwamba utashinda mechi zote goli 3 10 ngapi ziliandikiwa hivyo? Ushindi wowote ni wa heshima kwenye mpira wa miguu. Usikute hata Real Madrid wangekuja kucheza na KMC wangetoka labda 1-1 au wangefungwa KMC goli 1. Elewa, duniani kote matokeo lazima yaheshimiwe. Kocha anaondoka akiwa shujaa. Pedro Gonçalves anaondoka Tanzania.
ndani ya kazi ya Yanga akiwa Shujaa. Unajua Yanga ni kama wanawatengenezea nisikize kwanza. Yanga ni kama wanawatengenezea makocha maprofile mazuri, ila wenyewe bila kujua. Unajua kama kazini ukiondoka na fedhea, si ndio? Umefungwa mechi labda 5 mfululizo. Hiyo ukienda sehemu una biashara. Lakini umeondoka kazini unatengeza faida kwenye kampuni. Na kila mmoja anaona faida kwenye kampuni. Unajua tunaanza kujiuliza, sasa huyu mbona ametengeza faida? Kwa nini wanamuondoa? Si unanielewa? Yanga wana sababu gani ya kumuondoa Pedro Gonçalves kipindi hiki ambacho kwanza Yanga iko katika hatua nzuri ya kutetea ubingwa wake? Yanga ambayo imetoka kucheza michezo zaidi ya 40 sasa hivi, inafikia 40 sasa hivi, unbeaten. Kocha Pedro Gonçalves kwenye ligi hajafungwa. Si unanielewa vizuri? Kwenye ligi hajafungwa, ametoka sare zake ni 5. Sare zake ni kwa sababu Yanga wana sare size ya 6 Sare 5. Si ndio? Lakini hajafungwa mechi yoyote. Unajua kuna hoja zingine ukikaa unaacha kumuona kama Pedro Gonçalves sio kocha mzuri. Kwa sababu gani? Kwanza angalia timu ambayo imesajiliwa ya Yanga ina wachezaji wa aina gani? Kwamba uongozi ulimsajilia Pedro wachezaji ambao hawana hadhi kubwa. Sio quality nzuri. Ukiangalia alishai kuzungumza Talimba Abbas. Sawa, kiongozi mkubwa ndani ya Yanga. Akasema usajili wa sasa hivi haukuwa usajili mzuri. Akaja kuzungumza mchezaji Maxim pia Nzengera, akwambia miaka misimu mitatu iliyopita akiwepo Yanga walikuwa bora kuliko sasa. Maana yake usajili wa sasa hivi umefeli. Kwa hiyo unataka kumbebesha lawama Pedro Gonçalves kwenye usajili ambao mmemfelisha. Si kama unanielewa vizuri. Kama mmemtupia lawama tu. Hizo lawama ambazo namtupia Pedro Gonçalves, kwanza waanze wao kama viongozi. Nani ambaye alisajili wachezaji ambao wamefeli? Anajulikana Lugano. Anajulikana nani? Anayesajili ni engineer na taarifa zinatokaga hivyo. Ngoja nikwambie, anayesajili ni engineer. Wewe ndo unasema hivyo. Lakini siku za hivi karibuni alitoka Alikamwe. Akakataa. Akaanza kusema tunataka engineer arudi kwenye kusajili. Wakati sisi tulikuwa tunamwona ndiye ambaye anaenda kusajili. Anasema kuna kamati ambayo ilikuwa inasajili, kuna kamati ambayo ilikuwa inasajili. Sasa wanataka engineer arudi akasajili mwenyewe. Ina maana wewe ulikuwa unayaona yakifanyika na engineer, wao wenyewe official wamesema engineer hahusiki. Sasa wewe unasemaje anahusika engineer? Engineer kwenye hili Yanga wamesema kwamba hahusiki. Sasa anayehusika wamtoe hadharani, wamtoe kafara kwamba wewe ndio ambaye unaifanya Yanga kwa hivi. Kwa sababu hata huyu ambaye alienda kusajili, si ndio? Usajili pia ni gambling. Si umeelewa? Usajili nini? Gambling. Ni gambling. Kamari. Yaani ni kama kamari. Kwa hiyo sasa kama umefanya kamari haijatokea, maana yake ni kwenda kujisaisha. Umeelewa? Na kujua kosa limefanyika wapi. Ndio maana tunarudi, mimi binafsi sioni kama Yanga yale makosa aliyoyafanya kama hakuna klabu yote kubwa ambayo haijawahi kufanya. Isha kufanya Chelsea, isha kufanya Arsenal, washa kufanya Manchester, wamesajili wachezaji wengi bado haikukriki. Umenielewa? Kwa timu yoyote kubwa inaweza katokea. Sasa unapokuja kumfukuza kocha amefanya vizuri, yani mpaka hivi Yanga wana nafasi na 99% ya kuchukua ubingwa chini ya Pedro Gonçalves. Umeelewa? Wao wanaangalia kwa upande wa kocha, hawaangalii wao wameteleza sehemu gani, wao wamekosea kitu gani. Ndio maana nasema kwa hiki cha kocha ambacho wamemtimua, inatakiwa waende warudi nyuma waangalie makosa yao yako wapi kwenye usajili. Lakini pia hata wale ambao wanaenda kumwajiri huyu kocha, unajua katika maneno ambayo hayakustahili Yanga wayaseme, ni swala la kocha aendani na mfumo wetu. Yani Yanga ni kujivunjia heshima na kujivua nguo, ni kujidhalilisha, kwa sababu yule mtu ambaye alienda kumsajili mchezaji kumwajiri ukocha, maana yake ni nini? Alikuwa ajua anaenda kumwajiri kocha wa aina gani. Si unanielewa? Hapo ni kujivua nguo. Bora wangesema tunataka tu tufanye mabadiliko ya benchi la ufundi. Mabadiliko yanaruhusiwa. Inawezekana kocha alishindwa kuhimili kwenye vyumba vya kubadilishia nguo. Si unaelewa? Yani manake heshima ya kocha imeteteleka.
wachezaji wa mheshimu, labda kocha aongee vizuri na uongozi, vyote vinaweza katokea. Lakini ukiniambia kwamba kocha aendani na mfumo wa uchezeshaji wetu, huko ni kujivua nguo, ni kujidhalilisha. Moja kati ya vitu ambavyo Yanga itakiwa visimamie, waangalie usajili wao ulikuwa sawa sawa, ulikuwa proper. Kumbe kocha tumemletea wachezaji ambao hawawezi kumsaidia. Pengine wangerudi kwamba kocha, tulikupa nafasi ya wachezaji wangapi? 2 wasajili. Umetuletea mabomu, umetuletea Depu ambaye ulituaminisha kwamba ni mchezaji mzuri. Lakini Depu angewahukumu kwenye namba, si ndio? Hawezi kupa majukumu mengi Depu, lakini namba anahukumu Yanga. Buba angekuja angesema, bwana, ulituambia kuna mchezaji ambaye ni winga hatari sana Buba. Wanachama wanamkataa, ulituletea wewe, si ndio? Hapo anaweza kahukumiwa kwa hao watu 2 tu. Lakini kikosi kizima kina wachezaji Abuba na Depu. Kama ni kikosi kizima kiko hovyo, maana yake ni nini? Kocha ana sababu kubwa sana ya kuwajibika kuliko kuwajibika kwa yule ambaye alienda kumuita kocha, na pia kuajiri nini, kusajili wachezaji. Kwa hiyo kuna changamoto hiyo, ni shida kwa Yanga. Hiki wanachokifanya ni aibu kwao wenyewe na aibu kama kuna kamati. Yani kilichofanyika kwanza ni kama kumpiga chura teke yule pale Pedro Gonçalves. Kwanza watu wataanza kufuatilia kwa nini kafukuzwa. Wataona timu inalalamikia ina usajili mzuri, lakini ni kocha ambaye anairudisha timu kwenye ubingwa, wataenda kupata timu. Hii inatoa msimu mmoja klabu ya Young Africans, moja ya klabu kubwa hapa nchini kwetu Tanzania, kufukuza makocha 5. Hii inatoa taswira gani kwenye upande wa uongozi wa Young Africans? Mbona kama msimu sio watu 5? Umepiga mahesabu vizuri? Sio msimu, ni kwa mwaka. Manake kwenye msimu huu alianza na timu ni Romain Folz, si ndio? Kwa msimu huu alianza Romain Folz, alianza mechi ya kwanza kabisa. Ni msimu mwingine. Sasa kwenye msimu huu huyu kocha ni wa pili. Unajua nikwambie, ila ndani ya mwaka mmoja. Sasa ukienda kwenye mwaka itakuchanganya. Nenda kwenye msimu mmoja. Msimu wa kimpira unapoanza msimu mpaka msimu unapoisha ni kama mwaka hivi. Umeelewa? Kwa nenda kwenye msimu. Kwenye msimu wa makocha 2 sio mbaya, lakini unawaondoaje? Romain Folz aliondolewa na akaonekana aendani na mfumo wa nani? Wa Yanga. Anacheza tofauti na jinsi ambao walitaka timu icheze. Ina maana hawakumstadi kabla ya Romain Folz hajatua ndani ya ardhi ya Tanzania. Walimleta tu kwa sababu tumekuona njoo. Yanga haitakiwi kuwa klabu ya kuwaleta watu kujaribia. Na ndio maana Yanga hawajavuka hatua ya robo finali, kwa sababu kuingia hatua ya robo finali, hajavuka kwenye makundi kuingia robo finali ni kwa sababu hiyo. Mimi nilisema mapema, sema watu hawezi kurudi nyuma kuangalia, tushai kuzungumza. Mimi nishai kuzungumza nikasema Yanga hawaendi hatua ya nini, ya robo finali, wataweza kaishia makundi. Kumbuka hata kwenye knockout stage wali struggle sana. Yanga wali struggle sana. Wakati wakiwa na Romain Folz wali struggle dhidi ya timu kutoka Malawi. Umeelewa? Alimanusura watoke. Bahati nzuri akaingia kwenye makundi, lakini mimi nikasema kama hamjafanya study ya kumleta kocha mtakwama sana. Kwa sababu kuna mtu anaamua tu, labda kocha akutana naye kwenye ndege, bwana vipi, shwari kwaje, poa. Bwana kocha, fresh. Sasa bwana labda namna gani vipi, sawa. Bwana tubadilishane mawazo. Bwana tayari huko njoo. Umemfuatilia? Ni kocha ambaye ataweza kuendana na falsafa yenu? Wachezaji ambao wako kwenu wanaendana na kocha huyo? Romain Folz mlikosea kumleta kocha Romain Folz. Umeelewa? Mkasema amwendani na mfumo wake. Na Romain Folz kaondoka. Yani afadhali Romain Folz aliondoka mara baada ya kufungwa kwenye mechi ya Malawi. Yani ile unaweza kusema walikuwa na sababu. Lakini kuna kipindi cha nyuma anataka kumuondoa wakati hajafungwa. Sawa, kwenye ligi hajafungwa na michezo mingine, aitoa sare, anataka kumuondoa. Umeelewa? Kwa sababu na Mbeya City. Sasa huyu anakuja kashinda mbele ya nini? Ya KMC. Sawa, KMC wako mkiani, lakini ndio sababu ya kumtoa kocha. Wanapata tabu kupata mabao. Nakwambiaje? Sababu za kocha wazielewi lugha. Yanga inajiongoza na anaongoza ligi na ina matumaini ya ubingwa, lakini hawajui wanachokitafuta. Young Africans inaongoza ligi,
ina matumaini ya kutetea ubingwa wake, lakini hawajui wanachokitafuta. Wao wanatafuta nini Yanga sasa? Yaani huyo wanatafuta ubingwa. Sawa, kama wanatafuta ubingwa, unamwondoaje kocha ambaye anaongoza timu kwenye quality pia? Quality ya nini? Kwa maana wanataka timu inayocheza vizuri. Yaani kivipi, yani kicheza vipi? Wakati wanamchukua kocha walijuaje? Hawakujua kama atachezesha vizuri. Wamemleta kocha Mourinho, sawa? Nani? Ahmed. Abdulhamid Mourinho. Amemleta kocha ili kuongeza nguvu kwa kocha huyu. Haya niongeza, alichokiongeza ni nini? Yaani kama Yanga walitaka kusafisha, wangesafisha wote, walete quality nyingine, kwa sababu kama ulimleta kocha akuletea ubora, kocha msaidizi na bado amwamini katika ubora ule, manake kocha msaidizi naye alikuwa fai. Wanasema hata 7 ambazo walikuwa wanazifanya zimefanywa na Mwalimu, kwa maana yao kwa siku kuingia na mechi kubadilika kwenye mechi ya dabi, kama unakumbuka. Ilifanya na yeye. Imefanya Abdulhamid Mwalimu. Ushahidi uko wapi? Mashabiki wa Yanga ndio mimi na wanukuma. Sikia nikwambie. Yanga viongozi wao kama anahitaji ushauri, tutawapa ushauri bila wanasema wakati mwingine unaweza ukatibiwa bila ganzi ili upone. Hii ni tiba bila ganzi kwa Yanga. Wasiwasikilize sana wanaowasifia. Wasikilize pia wanaokosoa, wana hoja za msingi. Yanga wakienda kumtafuta kocha sasa hivi, waende wakamtafute kocha ambaye wamejiridhisha mfumo ambao wanacheza, je, unafanana na wao? Lakini pia wamsajilie wachezaji wazuri ili waepuke hizo lawama kwamba wao kocha sijui nini, lakini kumbe wachezaji wako hovyo. Si umeelewa? Waachane na mambo ambayo yanakuwa ni kupooza tu. Hii ya kocha msaidizi ambaye alikuwa mimi nilisema hana kitu cha kuongeza zaidi, ilikuwa ni mbinu za kumtoa Pedro Gonzalez mwenyewe aondoke mwenyewe kwa hiari yake, kwa kuona kama kafedhesha, lakini kocha alikaza akasema twende mpaka dakika ya mwisho. Kwa Yanga wenyewe wakati wanaongoza ligi, lakini waitafakari, wanamuondoa kocha, wao wako sahihi. Sijaambia wao waondoke au viongozi waondoke, sijawaambia, ila wao wenyewe wako sahihi. Shukrani sana. Asante.